anayotoa kumwamrisha mkewe, madhali hamuamrishi kumuasi Mungu, huyu mke hata kama hilo jambo halipendi kiasi gani, anatakiwa kufanyaje? Alifanye, afanye. Upande wa pili, mume akimkataza mwanamke wake mkewe kitu chochote kile, madhali hamkatazi jambo la Mungu, sio huyu mwanamke hata kama analitaka vipi lile jambo, awache. Mnaelewa hivyo? Ukiwa na mwanamke hivyo, utakachomuamrisha hata kama hakipendi. Namba mbili, uwe naye mke kanaatun, ni mwanamke ambaye anajua kwa huyu mwanamume nitapata atakachopata na sio nitakachotaka. Narudia hapo, sifa ya pili, yule mwanamke we kanaa, awe ni mwanamke ambaye anatambua na anakiri na anaridhika, huyu mume wangu kwake nitapata atakachopata na sio nitakachotaka mimi. Kwa sababu zitapita mara nyingi sana yule mke ataka mambo hayapo, au sio? Awe nazo akili yule mwanamke, ajue hata wewe mume kuna vitu vingi unataka na huna. Kwani wewe mume kuna mambo yote unapata? Wewe mume mwenyewe yote unatakayo unapata? Leo unataka mchana wa leo ule ugali safi na mkundaji na kolekole au kuku safi, umeambulia kuleta nyumbani, uchokipata ni miguu ya kuku. Ulitaka? Si umezidiwa tu na hali? Mwanamke ajue kwamba na huyu mwanamume ni mtu, hapati kila anachotaka, na mimi ndo nimekuja chini yake. Sasa mimi kwa huyu nitapata atakachopata na sio nitakachotaka. Sifa ya pili hiyo. Sijui kama unaye mke huyo, sijajua. Kwanza naeleza tu kwanza hapa kidogo. Namba tatu, sifa ya mwanamke, umpate mwanamke ambaye hataki kabisa, yeye mwenyewe hataki kabisa jambo linaitwa marafiki, mashoga. Nyinyi watu mjue, ndoa nyingi dunia hii zimevunjwa na mashoga au marafiki wa nje. Shoga yake wewe mumewe, wewe ndio mumewe, ndio kiongozi wake, ndio mshauri wake, ndio rafiki yake, au sio? Siku akiamua muishi kama marafiki, basi anakufanya rafiki, mnacheka, mnagonga na mikono, na wewe usiwe tena mkukutavu kama unauza sumu. Ukiona leta mkono peleka, mume wangu bwana, peleka mkono. Sio mkono wetwa, wewe nini, una akili? Unaharibu, utaharibu. Na ukikataa kuwa rafiki wa mkeo, ukikataa kuwa rafiki na shoga wa mkeo, atawatafuta nje, na hao wa nje wakipatikana utajuta. Hii ndoa muda mfupi itakuwa. Sio, mnanielewa? Sifa ya tatu ya mke ni yule anomfanya mumewe ndio rafiki yake namba moja, na wengine hawatakiwi. Namba 4, mke sifa yake ya 4 awe sio muumini wa safari, awe ni mke anayeridhika na anapenda zaidi kukaa kwake na sio kutoka. Wengine mmeoa wanawake wasafiri, sio wake zenu ni wasafiri hao. Kutwa nzima kakuaga safari kama 10 hivi. Naenda kwa anti, bwana, naenda kwa shangazi, bwana, naenda kwa shoga yangu huku, bwana, nakwenda hospitali, bwana, safari kila saa. Wewe hujaoa mke, umeoa msafiri. Tafadhali usioe msafiri, umuoe mke ambaye anaona nyumbani kwake ndio destination yake. Kwangu ndio nyumbani, ndio kila kitu, na anapafurahia. Nanielewa? Anapafurahia kwake. Sifa namba 5 ya mkeo, iwe dini, taratibu na maisha na utamaduni wa kidini ni utaratibu wake wa kawaida. Isiwe kutekeleza mambo ya dini mpaka mtiane vibao. Yaani yule mwanamke tu hata kufunika nywele, atoke nje kajihifadhi, ilo nalo mpaka mpigane. Wewe mbona toka hivi? Hizo nywele kani ulinipa wewe? Wewe mbona unatoka kichwa? Mbona wewe una kofia? Wewe mbona huna kofia? Kwa nini? Ukipata mke huyo umeliwa. Na umeliwa mchana adhuhuri, sio usiku. Iwe dini ni utamaduni wao. Ikifika muda wa swala, pengine yeye ndo anakukumbusha, mume wangu, mbona adhana katawadhe, muda umefika. Yeye sio wewe, mke wangu naona adhana sali. Mimi hata si sali mwenzangu. Sali tu.
Na kama unasali ili upate pepo, usiwe na wasiwasi. Siku ukiingia peponi, ukiona nakuja, hata usinifungulie mlango, ingia tu peke yako. Umeliwa. Umpate mke, sifa yake ya 5, iwe ile dini ni jambo la damu yake, ndo alivyolelewa kule kwao. Anapenda dini yake, anampenda Mola wake, hapendi kumchukiza Mungu. Ni mke ana dini, mnanielewa? Ukimkosa huyo umeliwa. Namba 6, umpate mke ambaye atawapokea, atawaridhia, atawaheshimu na kuwapenda watu wako kwenye ukoo wako. Wewe si una wazee wako? Basi na ule mke aridhie kama wazee wako wewe ni wazee wake, awape heshima wazee wako kama kudhani kama na yeye wamemzaa wao. Sawa? Ndugu zako, una ndugu zako wale, wakija nyumbani awapokee mpaka wanaona raha. Wanasema kweli kaka umeoa. Kuna watu wanakusibana, kaka umeoa, kwa kaka bwana kaoa. Yani anakutreat wewe sawa na anavyowatreat wale ndugu zako equally. Tofauti yako wewe na ndugu zako kwake ni yale mambo ya chumbani, maana yasiwe yote tena, mpaka ya chumbani. Yale ya chumbani yabaki ya kwako tu, lakini mkitoka chumbani nyote mnahudumiwa vizuri. Nanielewa? Umpate mke huyo. Kuna wanawake wanaolewa hamtaki ndugu wa mume hata huyu, hata mmoja, na wengine sio ndugu, hata wazazi wako hawataki. Umeliwa, na umeliwa adhuhuri, maana ndo haitudumu hiyo.